Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Tuwasapoti wawekezaji wetu ili mradi tufanye haya. Unajua kuna maneno mengi yapo. Kuna picha ile ina trendi, baadhi ya watu wengi walikuwa kwa Jairuti. Unaona ile shabiki. Sasa ile wanachanganya na vitu walioenda kufanya watu wengine vya ovyo. Wanachanganya na ile picha. Labda niwaambie tu pale tu watu tuliokwenda na mimi nilikuwepo. Tumekwenda kwa sasa wanajiuliza, pale wamemuona mzee wa Saruti, wamemuona Pasi Milioni. Mbona kwenye ile presi si hatukuwepo? Kwa hiyo labda niwaambie tu wana Simba. Maana kuna wengine wameanza Jairuti sijui nini wanamkosea. Sie pale tulienda na mambo tofauti kabisa. Tofauti na tumekwenda sisi ni kwa ajili ya taasisi yetu kwenda kuomba support kwa ajili ya safari ya Mwanza. Unajua tuna taasisi yetu ina maana hatukwenda tu na watu wa upande wa pili, kwa sababu yeye mwenyewe tulivyoona tukutane naye akasema mnakuja hivi na hiyo, tunakuja na watu hawa, akasema sasa ofisini kwangu mimi mwana Simba nikutane naye. Kwa hiyo unaweza ukamkashifu mtu aliyofanya mambo makubwa kwenye Simba, ameipa thamani kubwa Simba, umeona, alafu ukaja kumtia hatiani kwa kitu ambacho yeye hahusiki na wala hakukifanya. Au kama Jairuti angehusika mimi ungeniona, mzee wa Saruti ungemuona. Kwa hiyo wale wote tuliokuwepo pale tungeongea lugha moja. Sisi tulikwenda kwa mambo mengine kabisa. Umeona? Kwa hiyo ina maana kwanza waepushe dhana ya kumuingiza Jairuti na ile picha waliokwenda sijui, hapana. Si wengine tuko tofauti. Waliofanya yale labda wametumwa na mtu mwingine, lakini mimi siamini kama Jairuti. Umeona? Kwa hiyo ina maana waache dhana ya kumzania Jairuti kafanya jambo baya. Jairuti hahusiki. Sisi tulikwenda kwa kitu kingine kabisa. Kile kitu kimefanyika kama leo, ila wale kesho. Kwa hiyo watu wamechukua matukio ya haya wakaja na ya kesho, wakaunganisha zile doti wakapata Jairuti anaharibu. Niwaambie wana Simba wanaofanya hivyo ni wanakosea, kwa sababu kama angekuwa anahusika na mimi ungeniona niwepo pale. Salamu kwa hiki ambacho tumekiona leo na kwenye mechi mbili za mwisho za Simba. Mnaitaka dabi kweli? Dabi sasa hivi siije muda wote. Dabi sasa hivi wallahi wa billahi uje. Unajua Simba tulivyokuwa tunacheza pale mbele, zile koroshi kalanga, maziwa tende, zilikuwa hakuna. Sasa hivi si unaona muda wote tuko kimiani. Kwenye 18 unaona kuna wachezaji zaidi ya 4 wanaweza kuwa nje ya 18 alafu wanaitafuta 18, ambayo ile design ile alikuwa nayo Emmanuel Kokwi, lakini alikuwa nayo Elia Mpanzu wakati kabla. Sasa hivi hajarudi nyuma, kwa sababu sasa hivi Elia Mpanzu amekuwa na wakwaza wana Simba. Alivyokuwa anacheza mwanzo sasa hivi sio, lakini wamekuja watu ambayo unaona kabisa huyu akitani tu kushoto Libisa Guai, akitani tu kushoto unaiangalia kwenye kwapa, lakini unamwangalia Enes Ura unamuona akiwa nje ya 18, kumchukua mtu kuingia naye kwenye 18 ni kitu kawaida. Morris Abraham nayo ni kilaka. Leo umeona kocha kamchezesha namba 8, lakini pale kuna kawaida mkongwe. Unajua tulikuwa tunajua kachoka sana. Clatous Chota Chama kazaliwa upya, anakuja kama kawaida. Kwa dabi leo kesho mnaitaka? Hatuna wasiwasi naye. Playmaker Chama yupo, Libisa Guai yupo, Enes Ura yupo, lakini ukikaa unamuona Ino Luemba anavyocheza, naamini na nyinyi waandishi mnatamani kumuona kama hii mechi irudiwe tena na yule aanze. Atapenya wapi wakati tunataka ubingwa? Sasa tunataka ubingwa, akipenya tena si ndio basi ubingwa hakuna. Inatakiwa asivuke na pale ndo tukamsimamishe asirudi tena. Wewe si umeona sasa hivi anakufa ngapi? Hamna. Mpira huwezi kusema ngapi. Mimi sio shehe haya, marehemu shehe haya, lakini atakapokuja atakufa tu. Bwana Msalamu, kwa mawinga wa Simba unawaambia nini mabeki sasa wa ligi ya Tanzania bara? Watakuwa na kazi, maana mimi nafikiria hiyo tarehe 1 Baka amkabe huyu afai, amkabe huyu yule kamsahau, amkabe huyu itakuwa bala. Naweza ukaona Baka bana mkabe yule, wanaambiana yule hatari yule, mkabe yule, huyu ukimwacha Libisa anakwenda, ukimkaba Ino. Lakini ukiacha hiyo unaangalia unamuona Chama anatani pale kama kawaida yake, anaangalia shimoni ampe nani. Ukinani hivi Morris Abraham anafanya. Kwa hiyo balaa litakuwa zito. Sio kama mwanzo tulikuwa kidogo, unaona leo huyu hajaamka vizuri huyu, lakini kwa mechi hizi mbili unazoziona kila mchezaji unamuona ana hamu. Ndio maana anasema kwamba Kagoma ile namba anaitaka iwe permanent kwake.
kwa kujituma na kuhakikisha mambo yale anayoyafanya yote. Unaona anataka kuichukua ile namba kwa sababu pale inagombea waya kuna Kante, huyu Ino Luemba ndio hivyo anaanza, lakini huyu permanent ya namba ile ataipata. Kwa sababu wana Simba wote uambii kitu, lakini na kocha akiangalia anaona ule ufundi wanavotani mpira, anaachia ile boli, kaangalia huku kaiomba tena hivi. Ile watu wanataka, yani ukisikia mpira unachezwa kaka, ile ndio starehe. Bwana Libasa wewe anapiga nje ya box. Yule anapiga nje ya box, anaangalia kule kwenye makwapa. Kwa hiyo kipa utasema mwenyewe akakuvunjike mbavu au uiache useme ama kwa sababu mpira ukikupita mbali si unakuwa una ama ule kule ule uko ndani. Kwa hiyo uamue mwenyewe au ufate mbavu zivunjike. Kwa hiyo ndo anachofanya. Alafu akipiga mpira sio anaupiga ule unakwenda kwa nguvu. Kwa hiyo atasumbua sana magolikipa. Mzalamo ni kama Simba asipofanya vizuri kimataifa anaacha nuksi huko. Watu wanahangaika kuvuka, wanahitaji hesabu nyingi sana. Kalkuleta yao imekatika katikati. Kalkuleta yetu sisi ndio imekufa kabisa, imeingia maji. Hakuna tena. Hakuna tena. Hakuna, sisi tutakwenda kokote. Lakini hao kalkuleta iko nusu. Upande wa huku hesabu uzioni, umebakia kama kipofu kubonyeza bonyeza. Wapi panafaa, wapi ukamuombe tena mtu mwingine apoteze, wewe umfunge huyu nyingi na yule apoteze nyingi ndio uende. Actually inawezekana, lakini ndio hesabu ya kalkuleta, uwe kama kipofu. Wewe unaona mtu akivuka. Shughuli ana Yanga uwanja wa huu ni mgumu kuliko mwingine. Kucheza Tanzania Yanga ni ngumu kuliko anavyocheza nje. Nje kidogo anapambana, akicheza huku anakuwa kila mtu anakwake. Simba kwa Mkapa umwambii kitu, lakini yule ye huko anakuaga kama togwa la ngomani. Labda nikukumbushe msimu wa mwaka jana hapa alitakiwa ushindi tu hata wa 1-0. Umemshinda akafunga virago tukaona hawamo. Kwa hiyo na sasa hivi anaenda kumaliza hivyo. Anahitaji ile alihitaji draw tu. Kwa hiyo ina maana wanakuja hapa na yule hataki kuwa yeye wa mwisho ujue. Yule anayokuja hataki kuwa wa mwisho. Kwa hiyo anakuja apambane hapa kuhakikisha kwamba yeye hawi kibondi. Kwa hiyo balaa zito. Dua la kusema ni waombee si waombei. Na waombea mabaya kwa sababu wao wenyewe wananiombea mabaya. Kwa hiyo tusubirie tu, lakini bye bye ipo. Shukrani sana. Pamoja sana. Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako.